Nina wasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu tena niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Baada ya dikteta Samia Suluhu Hassan kutimiza lengo lake la kuiba kura bila ya wananchi kujua, bila ya wananchi kuona, wananchi wa Tanzania, na baada ya kujitangaza kwamba yeye ndiye mshindi wa kiti cha urais, kisha akajiapisha kama rais wa Tanzania kwenye hafla ambayo ilifanyika kwenye msitu, kwa sababu hapakuweko na mtu yeyote mwenye alikuwa amehudhuria ambaye ni raia. Watu ambao walikuwa pale ni wafanyakazi wa serikali na maafisa wa kijeshi. Sasa ameweza kutoa marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni. Najua siku ile ya kupiga kura tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, dikteta Samia alipoona kwamba wananchi wamekataa zile kura ambazo zilifanyika, kura ambazo zilikuwa na mgombea mmoja ambaye ni Suluhu Hassan, Samia aliogopa kwamba wananchi huenda wakamuendea Dodoma, Ikulu Kuu. Kwa hivyo kitu ambacho alikifanya, aliweka curfew kwa lugha ya Kimombo au kipendo kwa lugha ya Kiswahili, marufuku ya kutopatikana nje kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Eti ukipatikana nje kuanzia saa hizo ambazo ameweza kuziweka ni marufuku, ulikuwa unatiwa mbaroni. Sasa kulingana na taarifa ambazo nimepokea kutoka Tanzania, zinaniambia kwamba ameweza kuondoa marufuku hiyo. Anyway, kabla hatujaweza kusonga mbele wapenzi watazamaji, naomba nipitishe ombi moja hapa la mwananchi ambaye yuko na matatizo, ambaye anawalilia nyinyi muweze kumsaidia. Habari zenu. Mimi naitwa Winifred Muthui. Naishi Thika. Na naishi na watoto wangu 4. Mimi ni single mother. Na sina kazi kwa saa hii. Nimekuwa nikifanya kazi ya vibarua, lakini zimekuja zikanilemea kwa sababu ya shida ya mgongo. Saa hizi siwezi fanya kibarua ya kufua. Nilikuwa tu nafua manguo, lakini saa hizi nimeshindwa na kufua juu ya mgongo. Mtoto wangu mmoja anafanya mtihani ya KCSE na tumefungiwa nyumba. Ako na stress, lakini Mungu atamsaidia tu afanye mtihani vizuri. Naomba tu kama kuna mtu ananiangalia, anaweza nipea kazi, anaweza nisaidia tu usaidizi wowote. Mtu anaweza nifikia kwa namba ya 0711 70 1032. Nikipata kazi nitashukuru tu, niendelee na kulea watoto wangu. Asanteni. Nina imani kwamba umeweza kumsikia huyo mama jinsi ambavyo ameweza kutoa kilio chake. Endapo kuna yule ambaye yuko na msaada, unaweza ukamsaidia. Endapo kuna Mkenya hapa yuko na kazi, unasikia anasema kwamba amefungiwa nyumba juu ya kutolipa kodi na hana kazi. Endapo kuna mtu ambaye yuko na kazi, hata wewe Mtanzania, endapo uko na kazi, uko na kitu kidogo, naweza kumtumia kwa hiyo nambari ambayo ameweza kuitaja hapo, ili na yeye ajihisi kuwa ni binadamu. Karibu tusonge mbele. Unajua, Samia baada ya kutimiza yale ambaye alikuwa anataka, ukitaka kujua mtu ni mwizi, huwa anafungia watu kabisa, aibe kwanza, ndiposa atakuja kufungulia sasa watu.
asikuje kujulikana. Sasa mwizi yuko hivyo. Taarifa ambayo nimepokea kwenye chumba chetu cha habari inaniambia kwamba serikali ya Tanzania imeondoa amri ya kuwa majumbani kuanzia saa 12 jioni na imeondolewa baada ya Suluhu kuapishwa. Taarifa hiyo imetolewa na jeshi la polisi la Tanzania kufuatia maelekezo yaliyotolewa na Samia Suluhu wakati wa hafla ya kuapishwa kwake tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Amri hiyo ilikuwa imetolewa kufuatia vurugu za maandamano yaliyotokea siku ya uchaguzi wiki iliyopita. Hapo jana serikali ilitoa taarifa ya wafanyakazi kurejea katika shughuli zao za kawaida. Sasa wapenzi watazamaji, tunaelezwa kwamba Samia ameweza kuambia Watanzania warejee kwenye hali yao ya kawaida, warejee kwenye kazi zao. Lakini wacha niweze kuwauliza hivi, mpenzi mtazamaji, wale ambao Samia aliweza kuwaua, wale ambao Samia aliweza kuwaumiza, wao watarejea haje kwenye kazi zao? Wao watarejea haje kwenye 50 zao? Familia zao zitarejeaje kwenye kazi? Ni swali ambalo tunauliza. Kwa sababu mpenzi mtazamaji, mimi nimeweza kushangaa jinsi ambavyo tume ya uchaguzi Tanzania iliweza kuhesabu kura milioni 31 manually. Yaani karatasi baada ya karatasi lingine, 1, 2, 3, 4, 5 mpaka milioni 31 chini ya siku 3, kwa sababu kura zilipigwa Jumatano. Alhamisi tuseme ndio walianza kuhesabu matokeo. Ijumaa, kwanza ni siku 2, sio siku 3. Kwani walikuwa wanahesabu haraka aje? Kura milioni 32 walihesabu haraka aje mpaka wakapata kwamba dikteta Samia ndiye aliweza kuibuka mshindi? Kitu ambacho mimi Ezra nimeweza kugundua, waliweka ile marufuku ili kuwazuia Watanzania wasiende kuwaletea vurugu kipindi ambapo wanaiba uchaguzi. Sasa Samia amekwisha iba uchaguzi, amelishwa kiapo, amepewa ngao na mkuki wa Tanzania, vyombo vya kazi, hakuna mtu mwenye atapinga uchaguzi wake. Sasa ameamua kuambia Watanzania kitu kilioko sasa, nimewaondolea marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni. Sasa rudi kwa kazi. Huyu mama anatuona aje? Anatuona sisi wajinga ama vipi? Baada ya kuiba kura ndiye anatuambia sasa turudi kazini. Watanzania, fikiria hilo. Muendelee kuishi na huyo dikteta au mtafute njia ambayo mtamuondoa mamlakani? Pangeni maandamano makali, mtoe mamlakani huyu mama. Sasa hivi ametulia. Kwanza ile ameanza abduction, ameanza kuteka nyara, ameteka John Heche. Kesho uwezo ukajua atateka nani? Yaweze kawa wewe mwenye unasema sasa wacha aongoze kwa miaka 5. Miaka ya nani? Uchaguzi ambao ameiba, uchaguzi wenye Amerika imekataa, uchaguzi wenye mataifa ya kusini wamekataa. Mataifa ambayo yamekubaliana tu na uchaguzi wake ni Kenya na Uganda, kwa sababu hayo mataifa marais wao ni wezi kama Samia.